Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Yo, what's up my beautiful mommies and daddies? Ebana, tarehe ya Lagos kwenye Pop World Tour ya kwake Tyla imeondolewa, na hii ilikuwa ikihusisha Europe, South Africa, North America pamoja na Nigeria, na kwa Nigeria ilikuwa ifanyike Disemba 22, 2026. Sasa lengo la ziara hii ya Tyla ilikuwa ni kupromote kazi zake, hasa albamu yake ya Pop, ambapo aliinclude pia Nigeria kwenye ziara yake hiyo ya dunia. Sasa baada ya kuinclude Nigeria, ilionekana kupokelewa kwa hisia tofauti. Wapo waliofurahia habari na ujio wake, lakini wapo walioanzisha mijadala mitandaoni kuhusiana na kuisusa tamasha hilo ambalo yeye Tyla lilikuwa lina manufaa makubwa kwake kama lingefanyika nchini Nigeria. Kama unavyojua, kuna mvutano wa mara kwa mara kuhusiana na raia wa Nigeria pamoja na raia wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo baadhi ya wa Nigeria waliona sio sahihi kumuunga mkono msanii kutoka nchini Afrika ya Kusini, ilhali ya kuwa hawaridhishwi na vitendo vya xenophobia, nikimaanisha hiyo ubaguzi, unyanyasaji, na uhamasa au uliopo kati ya raia hao wa Afrika ya Kusini na raia wa Nigeria. Kama unavyojua, siku kadhaa nyuma kulikuwa na mvutano ambapo raia wa Kusini walionyesha vitendo vya kibaguzi kwa Waafrika wenzao ikiwemo Nigeria. Hiyo ndo sababu kubwa ambayo inatazamiwa kwa Tyla na timu yake kuondoa tarehe hiyo kwenye ratiba ya tamasha lao la dunia. Lakini sio Tyla wala management yake iliyoweka wazi sababu haswa za kufikia uamuzi huo ni nini. Na kama unavyojua, matamasha haya ya kimataifa hasa ya dunia yanakuwa yanahusisha vitu vingi ikiwemo ratiba za venue, lakini pia mauzo ya tickets, maandalizi ya waandaaji, na vitu vingi sana vinakuwa vinahusishwa hasa kwenye matamasha haya makubwa ya kidunia. So hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba nguvu ya mashabiki au nguvu ya mitandaoni imeweza kuathiri maamuzi ambayo timu ya Tyla au Tyla mwenyewe alikuwa nayo. Na kama kweli Tyla ataahirisha tamasha lake nchini Nigeria, hii itakuwa ina side effect, si kwa Nigeria tu kwa kupata burudani ya Tyla, lakini pia kwa Tyla. Kama unavyojua, Nigeria ni soko kubwa sana kwenye muziki wa Afrika. So unaweza ukaona athari kubwa ambazo Tyla anaweza akaingia pale ambapo kama ni kweli ataahirisha ziara yake ya nchini Nigeria. Hapa kuna vitu viwili ambavyo vinazungumziwa. Backlash za mitandaoni, namna zinavyoweza kuathiri maamuzi ya wasanii, lakini pia nguvu ya mashabiki. Na hivyo ndivyo vitu viwili ambavyo kwenye hii scenario ya Tyla vinazungumziwa. Nguvu ya mashabiki, lakini pia backlash za mitandaoni, namna ambavyo zinaweza kuathiri maamuzi ya wanamuziki au wasanii wakubwa hasa kwenye matukio yao ya matamasha makubwa duniani. What's your thoughts? Let me know kupitia comment. It is what it is. Mimi ni Best Benny. Cheers.